Ndio wamefika, muda mrefu tunawasubiri. Karibuni, karibuni. Karibuni. Huyo ndo mchumba wangu. Sawa? Maleta nje na watambulisha. Karibu, karibu. Akae huku. Bibi kaa. Wewe kaa huku. He, dogo umeniletea chombo. Ana vitu vyangu huyu. Sawa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muitike msiitike, kikao ndio kilishaanza. Kikao kilishafunguliwa. Hiki kikao cha leo ni kikao cha kibabe. Kwanza tunamshukuru kijana mdogo hapo kajikakamua. Yeye anaelekea kuoa. Amevuta jiko. Leo ametuletea mchumba wake kumtambulisha kama mnavyomuona. Sawa? Brother, mnamuona? Kuna heshima. Sawa. Wewe. Jamal, Sheikh Jamal, una umri gani? Ameshaanza uchawi huyu naye. Mambo ya umri brother amekuja wapi hapa? Miaka zaidi ya 28, miaka 28 hujaoa. Una miaka 28. Hapo dogo ndio sababu yetu. Unamnetaje sasa? Kimya. Nikiwa naongea mimi sitaki mtu mwingine apande juu. Nani kaka yenu? Nani kaka yenu zaidi ya mimi? Mimi mwenyewe ni naye hapo. Unaweza kaona ananipigia simu nikaongea naye nikupe ongea naye. Kimya nimesema kaka anapozungumza hatakiwi mtu mwingine kuzungumza. Si mnanielewa? Ndio. Msinichanganye. Wewe Bwana Kashim, Sheikh Kashim, wewe una umri gani? Ndio maana sipendi vikao vya kichawi hivi. 21 mtu mzima anawaambia muoe. Hamtaki kuoa. 21 unasubiri nini hapa nyumbani? Unasubiri tugombanie mali? Tafuta sehemu ya kupanga, nenda mikoa mingine huko, oa uishi na mke wako. Wewe nitaka kushangaa nitoke salama na nyota yangu ya ngedele. Bwana Sadiki, unasubiri nini hapa nyumbani? Bwana blaza bwana, mimi bado. Una miaka mingapi? Mimi ndio kwanza na miaka 18. 18 mtu mzima, tulishasema mtu mzima. Sasa blaza, miaka 18 ni mtu mzima. Mtu mzima unasubiri nini hapa nyumbani? Lazima upate mke. Kupata mke ni kitu cha busara, ni kitu cha heshima. Unapata heshima katika jamii, lazima muoe. Mnakaa wote mnaishi. Wewe una miaka mingapi? Ayu naye kona sifa kisapinga. Yaani ushaanza. Umeruka kote ushaanza kabisa. Mimi sitaki bwana. Mimi nataka nishangae na wasema wanaume tu. Mbona liji mwanamke liko hapa? Umeona? Afu dada usinikonyeze hivyo nitakupasua. Mmeanza kunielewa. Wanakuja wachumba, wamekuja mchumba wa kwanza, wa pili, wa tatu, anakataa. Ninambagua tu. Ninataka pesa, sijui hana pesa, sijui anataka. Kaja mwenye gari juzi anasema wewe hela unazo. Kwamba huyu ana IST, anataka mwenye gari kubwa. Mpuuzi. Sasa nasema hivi, mdogo wenu ana miaka 17 lakini kafanya maamuzi mazuri, kasema ni lazima nipate mke. Sasa kamleta kama mnavyomuona, kaleta mke kumtambulisha kwetu. Hongera sana kijana. Shukrani. Sasa anaitwa nani? Unaitwa nani mkwe? Unaitwa nani? Ana viaibu. Sasa sikiliza. Baada ya kikao lazima nikazungumze naye. Lazima niende kule nyumbani kula kwenye chumba changu. Sasa blaza, mwenyekiti wa kikao. Sasa mbona unashikashika? Sijaelewa hapo. Nimeiambia unashikashika mdogo wangu kwa makini. Simuelewi. Eti naeka tulia. Kwa makini kabisa. Sikiliza kaka mkubwa, simuelewi. Shemeji mkubwa jamani. Anashika kwenye pua. Anashika kwenye shavu. Umemtoa wapi? Mwanamke ana kipini. Kimya. Wewe tena. Mimi singekubali. Kimya. Mwanamke ana kipini. Yaani umekotea wapi kwa hiyo? Nasema hivi Wadada ndo mashika dua. Ndugu yangu jua Mbagala huyu. Simama. Ndio unanipenda hivyo. Ona anapomshika. Ona. Jamani mnaona? Kanipenda hivyo. Kwanza nyinyi wote hamjaolewa, hamjaoa. Wivu tu maja kama wewe. Umekaa, umeona kazi hiyo. Umeona? Ndio kanipenda. Tufanye si wenyewe tuongea tujue tunaongea back chain. Nishampenda. Vita ya panzi, furaha kwa kaka mkubwa.
Tunaongea kwa action. Kwa heshima bwana. Ndogo wangu usiniletee aibu hapa nyumbani. Tulieni. Natoa maamuzi kama kaka wa familia. Uone miaka 17. Huyu gani mngongwa miaka 23. Natoa maamuzi kama kaka wa familia. Makubwa. Natoa maamuzi kama kaka wa familia. Sawa? Ndoa itaahirishwa kwa siku kadhaa. Lazima nimchunguze. Wewe naye tunakujua tabia zako. Tunakujua. Tujue katunza. Nyie hamjui kaka yenu. Nani mkubwa wa familia? Ni wewe bro. Nani anasikilizwa katika hii familia? Wewe bro, wewe mwenyekiti wetu wa kikao hiki. Nani aliyekabidhiwa vikoba kwa mamlaka na wazazi? Kwa mamlaka niliyopewa. Hapo sawa. Hii ndoa itavunjwa kwa muda mpaka nitakapomchunguza huyu. Vunja ndoa. Kila siku wanatakiwa wanakuja pale nyumbani na mchunguza. Nimemaliza. Wewe ndo unaoa. Nimemaliza nasema, nimevunja kikao. Hapo wenye kukaguana. Lazima nichunguze. Wewe ndo unaoa blaza, wewe ndo unaoa. Nijue huyu binti Anamwangalia. Ona. Anamwangalia kwa nyuma huyu, anamwangalia kwa nyuma. Anamwangalia kwa nyuma. Nimeshamaliza. Ndio unaoa. Wewe tunakujua. Nasema nimemaliza. Lakini shemeji kamele. Wewe na umeacha hivyo. Niseme ukweli. Kwani una heshima bwana. Mimi ndo naoa, mimi ndo naamua, mimi ndo na. Shemeji. Kwanza naye simuelewi. Shemeji nitakuja baadaye. Upike. Apike mimi. Sasa sikiliza niwaambie, ngoja sasa mimi ndo nione. Nitulie nyote. Sawa. Kweli hapo ndio. Leo amekuja kutulimisha. Mimi hapa na ngoja. Funga na kufuata simu ya shangazi, simu na hii. Amepiga kwangu. Ngoja mtambulisha. Subiri kwani wakati wenyewe. Ngoja mtambulisha. Huyu muongo. Eti Wataongea na mtu. Toka kwenda zao huko. niondoke zangu mie. Wanataka uje nikutambulishe.